Swali kubwa ni kuhusiana na Stellenbosch ambao wao waliweza kuwatoa Zamalek kwenye uwanja wao wa nyumbani. Hawa ni watu ambao ukiangalia rekodi yao hawana rekodi kubwa sana barani Afrika, lakini kwa siku ya jana wameshangaza bara la Afrika kwa kile ambacho wameweza kukifanya. Hapa nawazungumzia Stellenbosch, hawa ambao wanakuja kukutana na Walalunyas, na wazungumzia Simba ambao kimsingi zaidi jana wamefanya kazi kubwa sana baada ya kuweza kupindua meza kibabe. Wameweza kutoa Al-Masry. Pongezi za dhati zimwendee Pimpin Kamara ambaye yeye amekuwa man of the match kwangu kwa kuweza kutoa mikwaju miwili ya penalty na kuifanya Simba iweze kwenda katika hatua inayofuata. Imekuwa ni furaha kubwa kwa Tanzania, imekuwa furaha kubwa kwa taifa la Tanzania kuweza kuona rekodi inaandikwa tena, timu kutoka katika ardhi ya Tanzania ikifuzu hatua ya nusu finali. Alifanya hivyo Young African misimu kadhaa iliyopita, hatimaye Simba naye ameweza kukifanya kile ambacho Young African ameweza kukifanya. Story inayofuata ni Simba tena kurudi South Africa, ambapo rekodi inaonyesha alivyokwenda kwa mara mwisho aliweza kupoteza, na alivyokuja kurudiana nako katika uwanja wa Stadio Benjamin Mkapa vile vile aliweza kupoteza. Swala la kujiuliza, je, ile kauli mbiu ambayo Simba wanaitumia itakwenda kufanya kazi kwenye mchezo wa kwanza utakaochezwa tarehe 20 kwenye uwanja wa Stadio Benjamin Mkapa? Kwa sasa naomba tuishie hapa, tutakuja kuelezana nini ambacho kitafuata baada ya Simba kupita.